mwanaume wa kwanza kupata mimba duniani. Huyu mwanaume anaitwa Thomas Bestie, mwanaume wa kwanza kabisa duniani kushika mimba. Na cha kushangaza zaidi, alikuwa ameoa na sio mimba moja tu, amepata mimba zaidi ya mara 3, na kubwa kuliko zote, alizaa salama, yaani mtoto alitoka katika njia ya asili bila ya operation yoyote. Na hii hapa imeshangaza watu wengi sana. Swali ambalo unajiuliza, na hata mimi pia najiuliza, aliwezaje kupata mimba huku yeye ni mwanaume? Hadithi hapa ya Thomas imeanzia pale ambapo alizaliwa Marekani, jimbo la Hawaii, mwaka 1974. Kabla ya kuitwa Thomas, aliitwa Tracy, nikiwa na maana ya kwamba alizaliwa mwanamke, lakini alikuja kujibadilisha jinsia yake baada ya kufikisha miaka 25. Aliamua kubadilisha jinsia yake ili awe mwanaume. Aliweza kupandikizwa homoni za kiume na kufanyiwa operation awe na muonekano wa mwanaume, ndipo alipobadilisha jina lake kutoka Trace kwenda Thomas Bestie. Na baada ya miaka kadhaa alimuoa mke wake wa kwanza kabisa aliyeitwa Nancy. Na kwa bahati mbaya kabisa, Nancy alikuwa anahitaji watoto ila hakuwa na uwezo wa kuzaa, na wakaweka makubaliano ya kwamba Thomas Bestie atabeba mimba badala ya mke wake. Lakini bado swali la pili linakuja, huyu Thomas alipataje mimba? Kwa sababu kiasili yeye pia ni mwanamke. Na jibu ni hili hapa. Thomas Bestie alikubaliana na mpenzi wake wa zamani ambaye ni mwanaume atoe mbegu ili awekewe Thomas Bestie kwa njia ya upandikizaji, yaani hakuingiliwa kimwili. Na walifanya hivyo mara 3 na wakapata watoto 3 na mke wake Nancy. Lakini baadaye wakaamua kugombana na kuamua kutengana, na ndipo Thomas Bestie alipooa mke wa pili mwaka 2016, mwanadada Amber Nicholas. Kwa sababu huyu alikuwa na uwezo wa kuzaa, wakakubaliana wanunue mbegu katika maabara, na ndiyo anaishi naye mpaka sasa. Najua haya ni moja katika mambo ya ajabu zaidi ambayo umewahi kusikia mpaka sasa, hasa ukizingatia jamii nyingi za Afrika zikipingana na utamaduni huu wa ajabu kutoka katika nchi za magharibi. Na hii hapa ni kitu ambacho kimemtokea Thomas Bestie, mwanadada ambaye alibadilisha jinsia yake ili kuwa wa kiume. Hapo ni baada ya kuchukia jinsia yake na kutaka kuibadilisha, lakini baadaye alikuwa anatamani kupata mimba, kitu ambacho kimempelekea yeye kununua mbegu au kupandikeza mbegu katika mwili wake ili apate mimba na apate ujauzito. Lakini baadaye alikuja kupata watoto 3, kitu ambacho kinawashangaza pia watu wengi kwa sababu muonekano wake ni wa kiume kabisa. Inawezekanaje mtoto wa kiume apate mimba na aweze kuzaa kabisa? Hiki ni moja katika vitu ambavyo vinashangaza watu wengi. Kwa nchi ya Marekani, hivi ni moja katika vitu ambavyo vinafanyika sana. Yaani watu wengi ambao wanabadilisha jinsia na baadaye wanakuja kubadilisha maamuzi kwa kutamani vizazi, kwa kutamani watoto, wanakuja kupandikiza mbegu kama hivyo, kitu ambacho amekifanya Thomas Bestie. Lakini pia kwa serikali ya Marekani ya sasa, hivyo ni moja katika vitu ambavyo vinapingwa sana na kiongozi ambaye kwa sasa yupo madarakani pale nchini Marekani, ambaye anajulikana kama Donald Trump. Lakini hii pia tumeiona kwa mtoto wa tajiri namba 1 duniani ambaye anajulikana kama Elon Musk. Alikuwa na mtoto ambaye anaitwa Xavier, lakini baadaye akabadilisha jinsia yake na kuanza kujiita Vivian, moja katika watoto ambao ni watoto wa kwanza kabisa duniani kumkataa baba yake. Vivian ambaye alibadilisha jinsia yake kutoka kwenye Xavier kuja Vivian na kutumia ubini wa mama yake, yaani alimkataa baba yake na kutumia ubini wa mama yake, kwa kuwa baba yake alikuwa anakataa mapenzi ya jinsia moja, alikuwa anakataa transgender, moja katika vitu ambavyo vimetawala sana nchini Marekani kwa sasa. So kutokana na kwamba Donald Trump yuko pamoja sana na Elon Musk, wapo na kampeni moja ya kukataa ushoga, ya kukataa mapenzi ya jinsia moja pamoja na transgender. Hiki ni moja katika vitu ambavyo vinapingwa sana pale nchini Marekani kwa sasa. Ukija kuangalia kwenye upande wa nchi zetu za Afrika, hiki ni moja katika vitu vigeni sana. Katika nchi zetu za Afrika hatujazoea kabisa kuona maadili ya kimagharibi kama hayo yakiwa yanatawala nchi zetu. Mara nyingi jamii za Afrika au jamii za watu weusi na jamii ambazo zilikuwa zikipinga sana maadili ya magharibi kama ya mapenzi ya jinsia moja, lakini pia na vitu vingi ambavyo wanavifanya pale ambavyo ni nje ya utaratibu ama maadili ya Afrika. Thomas Bestie ni mmoja katika watu wa kwanza kabisa kuishangaza dunia kwa kubadilisha jinsia yake na baadaye kuja kupata mimba, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakishangaa imekuwaje mtoto wa kiume kupata mimba, lakini yule alikuwa ni mtoto wa kike na baadaye akabadilisha jinsia yake na akatamani kuwa na mtoto. Lakini issue ya kupata mtoto haikuwa ngumu sana kwa sababu yeye mwenyewe ana asili ya kike.
So kupitia story ya Thomas Beast, ni kipi ambacho wewe unaweza ukaniambia hapo? Nipange hapo kupitia uwanja wa comment. Mimi naitwa Jitu 1TZ.